na viongozi wote wa dini mliopo, ndugu zangu, viongozi wote wa serikali mliopo na wananchi kwa jumla. Nirudie tena kusema Bwana yetu asifiwe sana. Wasalamu alaikum. Niwape pole sana sana wafiwa. Niwape pole sana wananchi wote. Niwape pole sana watumishi wote wa serikali. Niwape pole sana viongozi wa dini. Niwape pole sana wale wote waliokuja kushuhudia miili ya vijana wetu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapa pole kwa msiba huu. Natoa pole kwa wananchi wote wa Kigoma. Natoa pole kwa wafiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa pole sana kwa wafiwa na ametoa pole sana kwa wananchi wote wa mkoa wa Kigoma. Na mimi kama mkuu wa mkoa wa Kigoma natoa pole sana kwa wafiwa, lakini kwa wana Kigoma wote. Ndugu zangu wafiwa, huu msiba sio wa kwenu peke yenu, ni wa kwetu wote. Kazi walizokuwa wanafanya kwa ajili ya Watanzania, na wamekufa wakiwa wanatetea Watanzania. Mmetuletea vijana wazuri, ni vijana ambao walikuwa wako tayari kusaidia Watanzania, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuleta mtoto wakawa ni tatizo kwa Tanzania. Lakini hawa wamekuja, wameajiriwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na walijitoa kwa ajili ya kusaidia Watanzania, na walikuwa wanakwenda kutoa chanjo, lakini pia walikuwa wanakwenda kuandikisha bima kwa ajili ya bima afya. Kwa hiyo ndugu wafiwa, mfarijike na hilo kwamba vijana wenu wameondoka hapa duniani wakiwa wanatetea maisha ya Watanzania. Ndugu viongozi wenzangu, ndugu wananchi wa Kigoma mliokuja kushuhudia na kuaga miili ya ndugu zetu, nitoe shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais ambaye ndiye kiongozi wetu wa nchi. Aliposikia habari hii, nafikiri mliona kwenye vyombo, alileta salamu za rambirambi. Swala hili limemgusa sana. Lakini la pili, nitoe shukrani kwa dhati Katibu Tawala na timu yako. Mmefanya kazi kubwa kwa coordinate haya mpaka kufikia stage tuliyofika, sio jambo dogo. Swala hili limetokea ghafla, hakuna mtu alikuwa amejiandaa. Lakini nitoe shukrani sana kwa vijana wetu waokoaji waliopiga mbizu na kusaidia kuokoa baadhi ya miili ya watu wetu, vijana wetu ambao walikuwa ziwani. Niwapongeze sana. Huo ni uzalendo wa hali ya juu. Wasingefanya kazi ile, singeweza kupata baadhi ya miili. Lakini niwashukuru sana. Niendelee kushukuru sana madaktari wetu. Madaktari mmefanya kazi kubwa. Hii jambo lilikuwa ni dharura, lakini nilipokwenda mocho walipoangalia vijana miili ya ndugu zetu, tulikuta tayari mmesha timiza wajibu wenu, mmesha wekea dawa ambazo zinatakiwa. Lakini nilipokwenda kuona na wale majeruhi mlikuwa tayari mwatibu. Niwashukuru sana. Huu ni wazalendo wa hali ya juu, kwa sababu swala hili limetokea bila kuleta taarifa. Kwa hiyo hii inaonekana ni kwa kiasi gani mmejipanga vizuri kwa ajili ya kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo kimsingi nisema kwamba natoa shukrani kwa wote walioshiriki katika hili, kuhakikisha kwamba hili zoezi linafika mahala ambapo tutakuja kuaga vijana wetu ambao umetangulia mbele ya haki. Ndugu zangu, kama alivyosema Katibu Tawala, siku ya jana kwangu imenifikirisha sana. Nilikuwa najiuliza, hivi wakuu wa mikoa wangapi wamepita hapa? Je, haya mambo yaliwahi kutokea ya watu 7 8 wakafa kwa wakati mmoja? Ikawa kwangu ni changamoto. Ukishakuwa kiongozi wa mkoa, ili linapotokea lazima ujiulize sana. Lakini kama mlivyokuwa mnasema, ni mapenzi ya Mungu, Mwenyezi Mungu hapa ametuleta hapa duniani. Hili limetokea, lakini kikubwa tujifunze kwa nini limetokea. Jana hali ilikuwa sio nzuri sana, viongozi wa dini. Mimi nimeamka kwenye saa 12 nafanya mazoezi. Kasema mbona upepo mkali sana? Nani ile kwenye upepo? Lakini baadaye ndio tukapata hizi taarifa. Lakini kama mlivyosikia jana, nilikuwa nazungumzia kuhusu na vyombo vya habari jana kwamba
Hawa TMA ni taasisi ambayo inatoa taarifa hali ya hewa kila wakati. Sisi ambao tunapata riziki zetu kupitia ziwa Tanganyika au maziwa mengine, ni vizuri tukawa tunaangalia ile taasisi inaeleza nini. Inaweza kusaidia kuzuia baadhi ya matukio ambayo yanaweza kutokea. Ndugu zangu, msiba huu serikali imewajibika katika hatua zote. Mazishi yote tumetuma maofisa ambao wataongozana na miili hii kuwapeleka katika mikoa mbalimbali, lakini masanduku haya yote kwa ajili ya marehemu majeneza, kwa maana kwamba tayari tumenunua, ambayo imechukua takriban milioni moja, sio laki tano, lakini fedha la mizani Mheshimiwa Rais ametoa milioni moja, na hawa ambao ni wagonjwa pia kuna 200,000 zimetolewa, huduma zote zinatolewa. Kwa hiyo kimsingi niseme tu kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechukua responsibility ya kuhakikisha kwamba hawa wafiwa, hawa watu wetu ambao wametangulia mbele ya haki wanazikwa kwa heshima zote, kuhakikisha kwamba wanapokwenda hata watu wajue kwamba serikali yao imejali ni nini walifanya wakiwa hapa duniani. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana na niwaombee wale ambao wanasafiri kuelekea mikoani, basi Mwenyezi Mungu awatangulie vizuri ili wafike salama kwa wanapokwenda, waweze kuwazika ndugu zetu kwa amani na utulivu na kufikishia salamu zetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na kuwaombee marehemu hawa waweze kupumzika kwa amani. Asanteni kwa kunisikiliza.